Farhan Jala ameweza kutoa maoni yake baada ya sintofahamu ambayo ilitokea kati ya Musa Kamara pamoja na Fabrice Ngoma. Kwa mjibu wa mdau huyo, anadai kwamba ndio, nimeelewa vyema Fabrice Ngoma alichomind ni Kamara kubutua mpira kurejesha mchezoni wakati timu karibia yote ilikuwa juu. Nadhani Ngoma alichomind ni kuwa alikuwa na uwezo wa kudelay kwa kutoa nje mpira ili warudi wajianzie upya. Yeye alitupa mpira eneo hatarishi na ulinaswa na Berkane, ambapo wawili hao walionekana wakiwa wanatofautiana baada ya kipindi cha kwanza. Baada ya kipindi cha kwanza walionekana tofautiana kwenye eneo la kwenda kubadilishia nguo, ambapo Musa Kamara aliweza kuruhusu goli ambalo lilikuwa ni la kizembe baada ya mpira huo kunasa, lakini baadaye ambapo Fabrice Ngoma aliweza kumind kitendo hicho kwa kuwa Kamara alikuwa na uwezo wa kutoa mpira nje ili wachezaji waweze kurudi kwa haraka wajipange, kuliko kubutua ndani uendelee kwenye mchezo, wakati anajua wachezaji wengi wapo juu waliokuwa wanaenda kwa ajili ya kutafuta goli na mpira ukarudi kwa haraka. Hivyo Fabrice Ngoma alikuwa ni sahihi, huku wengi wakidai kwamba Kamara nitakuwa anakubali maelekezo, asiwe mbishi kama ambavyo aliweza kumbishia Fabrice Ngoma, kwa kuwa Fabrice Ngoma anacheza mchezo ambao ni kama timu yake amemeza maji ya bendera ya klabu ya Simba. Wakati huo Musa Kamara alifanya makosa hayo, na wengi kuweza kumlaumu kwamba makosa anayofanya hayo ni sio mara ya kwanza, ni mara nyingi anafanya makosa hayo, na huku wengi wakidai kwamba Fabrice Ngoma alichomind ni kutokana na Kamara kubutua mpira uendelee kwenye mchezo, wakati alikuwa na uwezo wa mpira kuutoa ili iwe kona, kama alikuwa na uwezo wa kukamata ili wachezaji wengine warudi waweze kujipanga vizuri zaidi. Waliweza kufunguka wadau hao kwenye mchezo huu ambao uliweza kutamatika kwa klabu ya Simba kutoka goli 1-1 na RS Berkane na kufanya aggregate ya goli 3-1 na Berkane kuwa bingwa mpya kwa msimu wa 2024-2025.